Lemo mageno kare nyochi choko. Nyapala mamino ne punja ningi kaki komo. Ola la o, ola la, ola la, ola la. Thank you so much, Vico, for coming on the show. This is Sun TV. Yeah, man. In conjunction with Walter Mbita show. So, tutaanza tu straight away. Yeah. So your official name is Wycliffe Odero Wycliffe Otieno. Odero Wycliffe Otieno. When did you start doing music? At what age? Okay, mimi nilipenda muziki from kitambo. Ile tu mtoi mdogo, lakini ushaona ule mtoi mdogo anapenda gari moto ama nini. Kwa radio yeye unapata kuna tu mtoi mmoja kwa familia anapenda radio kushinda wengine. So hapo ndio ilianzianga. Mamangu alikuwa anasema nilipenda muziki from kitambo. So nikikuwa hapo 10 years nikaanza kuimba muziki za watu nini. Bado na watu napenda za wasee, lakini siwezi jitungia juu kwanza nilikuwa mpienga bado. So from nikiingia high school ndo sasa nikaichukua serious. In fact ngoma yangu ya kwanza nilitunga nikiwa high school. Mara nishai producing, lakini ni ngoma za kitambo. Unajua Ocha tena mimi natokea Homa Bay. So Ocha unajua tena quality ya video ya audio I mean si poa. So hakuna mali nilipelekanga. But nilianza kuifanya that serious nikiwa high school. Wow. So which means umegrow Ocha ama uko na hiyo? Mimi ni bani bro. Mimi nimegrow Ocha mbaya. Mimi nimegrow Ocha. Mimi boy nimechunga ng'ombe, mimi boy nimekulwa na mineme bro, mabuonyo yani. Unaona yani maupele, majiga. So hiyo nimepitia lot yani ndio come through. Tushoto kidogo vile umemechana nani? Na Mr. Sid. Sid shaika kwa shop yangu pale la Kisama. Shaika kwa shop yangu akiwa na David Wanda. David Wanda alikuwa amekamkubai vitu fulani. Lakini sikumwambia mimi ni msanii. Hiyo siku nilikuwa kama stylist. Mimi stylist by the way. Alikuwa clad. So nime specialize sana kwa wasanii, wachezaji na masmata tu. Mtu anapenda look wewe sasa. Na Wanda anajuanga mimi ni msanii from kitambo, tumegrow naye hapo Kariobangi. So the moment nilitumia Wanda ngoma, Wanda pia kasukumia Sid juu ilikuwa kali. Sid akadai, boy ni mtight. Na hii vibe imenibamba, naweza come through kuisupport. Then Wanda akaget back to mimi na nikasema iko tu sawa. Hivyo ndo tulifanya ngoma na Sid. Kwa kana Sid unajua kitu ya kwanza msanii anatokea kama mimi freak out, unacheki ile kuogopa nini. Lakini sio moja mimi njaa yangu ndo ni drive. Sijai kuwa na uoga. Hata sasa hii tuanze kuwa na recross yani siwezi kuwa na uoga. Hata kama tunaona pana siwezi kuwa na uoga. Juu njaa yangu ni different na njaa ya Sid. Na so mimi nilijibeba tu kama mimi, nikamwambia vile nadai. In fact tulikuwa na agreement fulani pia before. Nikamwambia vile mimi nadai, akanambia vile pia nadai. Ndio tukaelewana kila kitu, ilikuwa ni mimi na yeye. Haikuwa mimi na timu yangu ama yeye na timu yake. So ilikuwa tu man to man agreement. Tukabonga, nikajielezea na tukafanya project. So working na Mr. Sid imekuwa kitu poa sana, challenge pia mob nimelearn kulingana vile nafanya video zangu. Ndio mimi hata kama nishaifanya video ya kwanza inaitwa Debe, lakini kuna vitu mob sana siku anajua yenye Said anajua. Kuna siku tumesimama hapo hivyo tukishutia ngoma, akaniambia hii ndio itakuwa unacheki vile umeleta la Kisama to stand still. Hakuna siku ta remain kuwa same wiko wenye uko leo. So nishindo msee ananiambia ni. So kuna vitu mob sana alikuwa ananiambia kwa mafumbo pia, unajua ni msanii pia wa gospel. Na msanii pia anajua hit song na anajua ngoma ita flow. So kuna vitu alikuwa ananiambia mob sana kuhusu vile ngoma ita hit. Wow, so last year 2020 ilikuwa ile mwaka ingine mbaya sana. Yeah man. Experience yako ilikuwa vipi like hiyo COVID-19? Bro, mimi corona mimi 95% of it yani imeniumiza bro. Imeniumiza mbaya. Corona li come through kana nimedrop ngoma inaitwa Debe. Siku 3 tu hivi YouTube corona curfew wakasema curfew, mambo ya curfew ni corona ika come through. So mimi ilipata pia nimeinvest kwa hiyo video ndio vile mimi sina team. Naweza sema sasa hii ndio kuna vitu tuna process na wewe kama management hivi tuna process sasa hii out of kenye ilifanyika. So just sikuwa na team vile msanii nilijituma nikaingiza do ya savings zangu za shop yangu ya Wiko Clads nikaingiza kwa video.
So nikijua after all shop bado iko na bado niko na stock. Kuweka ngoma pale YouTube corona ndio hiyo bro. Yaani nilitumia savings zangu zote. Zile zangu tunauza tukule na familia yangu, unaona? So kidogo mimi nimeingia kwa depression bro. Mimi fall kwa depression bro. Yaani sina hata food ya kukula bro. Mimi nimekaa hiyo corona from March nimekaa 5 months kwa KJMC bila kuilipa, yani unaona? Shop yangu sijalipa 5 months, yani 3 months ikakuja saa out of 5 months kuna 3 months stima ilikatwa, maji ikakatwa, watoi wangu manzee hata hatujaoga bro, hatujakunywa hata chai, hatujakula. Mtoi wangu amekaa katikati ya nyumba ananiambia baba, sikia hata Maria imeanza kwa neiba, yani unaona? Mpaka mtoi wangu mdogo 6 years ananiuliza baba, maisha itakuwa poa, unaona? So ilikuwa karibu nikataka kujinyonga bro, lakini at the end of it, yani kufika hapo November, ile consistency ya msanii lazima no matter what lazima ufanye ngoma. So mimi kenye nilinspire na wala kwanza ilikuwa hiyo situation nilikuwa nikaamua kuandika ngoma itakuwa na relative situation. Nikishatoka nikaandika ngoma, nilikuwa kwa shit bro, lakini niliandika tu ile ngoma itakuja ku translate hiyo situation. So niliandika ngoma November, upload ngoma pale, Jalasa come through from nowhere and videos that happen. So mimi nakwambia 2 months of last year, 2 last months, yani life yangu imechange completely. Hata kama anasema sijakuwa na dough vile na expect, lakini nasikia nishajua value yangu, yani na feel poa sana, na feel tu naona tu, yani buda raha tu, yani unaona. You released and dropped your Owala. Owala ya Kijaluo. It's a business. Owala ni biashara. Ni biashara. Yeah. So like how is it? Hebu tuambie about Owala. So unasikia tu biashara. Ni biashara. Kind of I think ni biashara yangu vile ilienda down, kuna vile ilikuwa inaumiza roho. Then my business was the only source nilikuwa na depend on kwa hii dunia mzima. So vile nilikaa home, biashara inadunda, kuna kitu nauza. I think mimi napenda tu do. Si napenda do mob, lakini ile kidogo familia yangu inaweza kula. So nilikuwa nawaanda mbona watu wangu wanalaka. So nilikuwa naongelea pia struggles zangu nimepitia from kitambo, then why biashara, biashara tu. Then so nikirelate na ile kitu nafanya music juu ya do, juu ya business. Mamangu alikuwa anafanya business. Kama iko kwa blood, it's just a vibe. Iko kwa blood biashara ni. Mbaya biashara imetoka from business oriented. Shosho yangu, mother imepitia kwangu. Definitely itaingia kwa mtoto mwingine pia wangu pengine. Being on 10/10 Citizen TV. I mean, that is a national TV. How was the experience about that? 10/10 iko na pressure fulani, yani. Unajua mtu kama Willis, unajua ni mtu ana energy. Yeah. Sasa ukienda pale kama umeingiza mkia bro, utafika utabidi umedrop your mic. Na inside the moment alianza wabebe. Then nikakumbuka kuna energy, kuna njaa fulani pia na drive. Ndio imeleta hapa. So umse na mimi akileta chwani yake energy, nileta chwani yangu energy, ndio 100% tutakuja hapa na hizi kamera watatoa kitu perfect. Buda niliua. But I saw you. Ili happen late kama nilikuwa ndani watu washalala, lakini the moment nilimaliza masimu. Baya. Umeua. Umeweza. Imeweza. So because I saw you as well with Mr. C there. Yeah. 10/10. Wow. So how many songs do you have for now? Apart from Wala kuna ngoma 2, kuna Nyalego na kuna Debe. Alafu kuna Wala. You're a Benga artist. Afro Benga. I mean Afro Benga. Kuna Benga artists, kuna ma King of Benga. Kuna kina Otieno Small, kuna Dola Kabari, kuna Sito Kale. Hao wase bado wako alive and I really respect them. Lakini sasa mimi nilikam, unajua vile watu walikuja na Genge to derived from Genge. So mimi nimekam na Afro Benga derived from Benga. Wow. The hold Benga. Unajua Benga kidogo ni hold. Juu mimi nimelelewa na hiyo Benga. So kwa mimi ni bani. Mimi nimelelewa na hiyo Benga ikaingia ndani yangu. The moment niliingia high school nikajua lugha 1 2 3 kulingana na high school, unajua vile watu wana oriented. So kutoka huko nikaingia Nairobi, kuja Nairobi nikajua 1 2 3 wa 75% ya circle yangu si Wajaka, but mimi na feel nataka kuimba, na nikiimba Kiswahili nitakuwa najidanganya, I talk from raw. Na hawa 75 wenye si Wajaka pia lazima niwafurahishe ndio wakue, ni wa convince kwa mafans wangu. So pale kuna flow hatari, kuna beat mbaya, alafu kuna hiyo Benga. So kawe ni Mjaka unasikia Benga, mtu asikii Kijaka anasikia beat na flow, definitely nitamshika tu na nitamsupport mpaka mwisho. Your name is Awiko. Awiko. That is state name. State name Awiko. Awiko tu again? Awiko hivyo tu.
Awiko is derived from Wycliffe. From Wycliffe. Kuna watu wanaitwa Cliff. Okay. Wengine wanaitwa Wiki. Mimi naitwa Awiko. So Awiko na Afrobenga. Afrobenga niliamua kuchukua juu nataka hivyo tu, nimetaka kuwa unique tu from day one. So nilikuwa nataka kuleta kitu ije kuwa kwa industry. Juu unajua there is always a bridge from youth 15 to Oangla. Kuna tule mjaka kidogo hataki kusikia pengine Gengeton. Pia hataki kusikia pengine Oangla, na akisikia Oangla pengine chini ya maji. So ana hata sound ile anajitokeza nao hapa kwa kiwanja akisema napenda hii ngoma na kuicheza in public. That's where tunaleta bridge ya Wala. So lazima utapita kwa wiko ukienda kwa Oangla. Strategy bro. Going forward, maybe there is someone when you look up to him or to her, you respect like nikimpata tu hivi. Wow, ningependa nifanye collab na yeye ama nifanye project na yeye because maybe he or she is talented or maybe anajituma. So do you have someone like that? When you look up to? Yeah. When you unasema like ningependa kucheka. So mimi East Africa mzima watu ni wa deadly category yao, lakini bro mtu mmoja tu Mario from Tanzania man. That guy is so creative. Vile anaandika ngoma yake, vile ame channel vitu zake. I really look up to that guy. Vile ndo msee nasema tu collab yake tu naweza taka, lakini sisemi collab za Kenya zitakataa. Calligraph ni deadly. Watu ni wa deadly hapa hivi. Uganda kuna watu wa deadly. Epas ni deadly UG. Lakini Mario alafu Kenya Nadia. Kwa madem Nadia Kenya. Tanzania Nandi. Wow. Yes. That's nice. Now this is a new year, 2021. Yeah. Plans that you have for this particular year before the end of it. Yeah. So me this year, mimi najua last year the last 2 months of 2020 ilikuwa indication, ilikuwa introduction yangu. Indo mwaka wangu yani. So niko na plans mob. Nasikia hiyo iko plans nimekuwa ikinilea from day one. Na naweza taka sana yani, wacha nikwambie wasanii wengi sana wanalewa na hii fame na wanaendea fame na ganji. Mimi I'm kind of an artist mwenye anaingia pale with some bit of investment. Mimi nataka do nikuje niingize hapa circulate nisisote. Unasikia? Sitaki kupitia depression. Nani alikuwa siku hizi ako wapi? Ushakuwa tajiri ndio sasa unakuja kufikiria kuinvest kama baki na 60k na ulikuwa millionaire unataka kufungua sana nini? Ukifungua kibanda unanika unajitesa mbaya sana. So me I'm an artist, kuna kitu ina drive, kuna kitu I'm going for. So si fame ama pengine madema ama mambo mingi, kuna vitu naangalia. So plans zangu ni hit after hit, alafu hit then hit, alafu hit then hit hivyo. Wow. Afrobenga to the world. Then bro, yani nakwambia this, wacha niseme kwa camera, this vernacular song bro, this Afrobenga tutakuja kuleta nao Afrima Kenya. And I cross my fingers. Straight Afrima Kenya bro. Sema nitakuwa the best Africa, lakini category nitakuwa ngoma yangu itakuwa nominated, nitachukua hiyo award.